Jehovah Nyasaye ber ndalo duto. Hii ni mara yangu ya pili kuja katika parokia hii mwaka huu. Mara ya kwanza tulikuja kwa ajili ya matanga, mazishi ya mmoja wetu ambaye alikuwa ni mzazi wa sister wetu karibu majuma mawili yaliyopita. Leo tumekuja kusherehekea sakramenti ya kipaimara. Japokuwa tumo katika nyakati za tueo, lakini kwa sababu nilipokuwa peke yangu singeweza kuruka nyakati za tueo kwa kipaimara. Ningeruka watu wengine waweza kupata kipaimara, lakini sasa tuko wawili. Kuanzia Jumapili ijayo hatakuwa na kipaimara wakati wa tueo tena. Tutaruka mpaka tumalize tueo, tukianza Pasaka, alafu tutaendelea na safari za kipaimara. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa kutupatia askofu mpya, Askofu Manyanga, askofu wa nguvu, achape kazi ili neno lake liendelee kusambaa katika jimbo kuu la Kisumu zima. Naomba mtuombee kama Wakristo ili tupate kuwafikia wote kwa huduma na kuwaletea neno la Mungu. Jumapili iliyopita, Jumapili ya kwanza ya Kwaresma, tulipewa mwelekeo wa kuingia katika nyakati za Kwaresma. Na tulianzishwa, kama mlisikia vizuri Jumapili iliyopita, somo la kwanza tulitoka wapi? Na somo kutoka katika kitabu cha Jacob lituambia tuliumbwa na Mungu. Ni Mungu ambaye aliumba mume na mke, akaweka katika Eden, akawapa sheria, akawapa maagizo, akawaambia mfanye hiki, mfanye hiki, mfanye hiki, mfanye hiki, msifanye hiki. Na kwa bahati mbaya Adamu na Hawa wakafanya kile ambacho walikuwa wameambiwa msifanye hiki. Maana yake walikataa kumtii Mungu, ile ambayo tunaita dhambi ya asili. Dhambi ya asili ni dhambi ya kutokuwa watiifu kwa Mungu. Ni dhambi ya kujaribu kufanya mapinduzi mbinguni katika kiti cha Mungu, kujaribu kutoa Mungu kwa kiti chake na kukalia hicho kiti. Mapinduzi, na sema ni kujaribu kwa sababu haiwezekani, lakini Adamu na Hawa walijaribu kwa kudanganywa na muovu Shetani, kwa kuambia kwamba Mungu anajua hamtakufa, lakini Mungu alikuwa amewaambia ukifanya hivyo hautakuwa na uhai tena. Kwa hiyo walipokaidi sheria ya Mungu, ndio sababu wakajihisi wao ni uchi. Maana yake wamejivua nguo ya neema ambayo Mungu alikuwa amewapatia waishi ndani ya neema yake. Kukaidi sheria yake na kutokuwa watiifu, kwa kutenda dhambi ya asili, kwenda kinyume cha maagizo ya Mungu, walitenda dhambi ya asili, dhambi msingi.
binadamu mzima ulirithi baadaye yale ambayo yanakuja na kusababisha yanayoitwa na hiyo dhambi. Wote tukaingia katika dhambi, tunazaliwa katika ule ukaidi, ile dhambi. Lakini Mungu ana upendo mkubwa. Alimpenda mwanadamu tangu mwanzo mpaka akamgawia hata hali ya maisha yake ili atembee katika umungu. Kwa hivyo yeye akaahidi atamuongoza, amuondoe tena katika dhambi na laana, amrudishe katika hali ya umungu, ili Adamu na Hawa na sisi sote tupate kuvaa tena nguo ya neema, tuishi katika umungu. Ndiyo sababu Jumapili iliyopita tulianza kusoma kwamba katika Injili Yesu Kristo amekuja, ameenda mahali ambapo ameenda kufunga siku 40 pamoja na usiku 40. Kwa nini? Ameshuka katika hali ya binadamu. Alishuka katika hali ya kushawishika. Aliposhawishiwa na mwovu Shetani, aliingia katika undani wa maisha ya mwanadamu jinsi yalivyo, ili anapokuja kutukomboa atukomboe kama anajua vizuri yale ambayo tunapitia. Kwanza kashuka toka mbinguni, kapata ubatizo wetu, sasa amepelekwa kule jangwani na kushawishika na mwovu Shetani ili ahisi hali yetu ya binadamu jinsi ilivyo. Na tulisikia vizuri Jumapili iliyopita, alishinda, hakuanguka. Tofauti na Adamu na Hawa, hakuanguka kwa sababu alikuwa mtiifu kwa Mungu. Hakukaidi sheria ya Mungu. Kama ilikuwa kama Adamu na Hawa, angeruka kutoka huko juu. Kama angekuwa kama Adamu na Hawa, angejitengenezea mkate. Kama angekuwa kama Adamu na Hawa, angeinamia Shetani ili apate vitu vya ulimwengu. Lakini hivyo vyote vitatu alikataa. Alishinda. Na hapo safari ya wokovu inaendelea. Ameanza kuonyesha mwelekeo kwa mwanadamu jinsi wokovu kutoka katika dhambi utakuja kwa njia ya kugeuza mkondo ule uliowekwa na Adamu na Hawa wa kutosikiliza, wa kutokuwa watiifu, wa dhambi. Yeye anamsikiliza Mungu, yeye anamtii Mungu. Kwa sababu leo katika Injili nasikia hata Mungu anasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, nayependezwa naye, msikilizeni. Kwa nini msikilizeni? Kwa sababu amenisikiliza mimi. Na kwa sababu amenisikiliza, ameshinda vishawishi vya Shetani. Sababu amenisikiliza mimi. Kwa hiyo yeye ni mwelekeo, amewapatia mfano. Mungu leo anatuagiza, anasema msikilizeni. Hasemi tafadhali, anasema msikilizeni, ni agizo. Msikilizeni. Kabla ya kufikia hapo, safari ya ukombozi imeanza. Jumapili ya pili ya Kwaresma, baada ya kutuonyesha mahali tulitoka na kutuonyesha ni nini kilienda vibaya na Mungu ameanza kufanya nini, Jumapili ya pili inatuonyesha safari ya kukombolewa imeanza,
na inapasa pia kutupatia mfano ya jinsi tutafuata ile njia ya ukombozi. Mfano wa kwanza kabisa wa binadamu, Ibrahimu. Ibrahimu anaagizwa leo, anaambiwa toka katika nchi yenu, nyumba ya baba yako, miongoni mwa ndugu zako, ondoka, toka Uwai, anza safari na uhakikishe umepitia Sega. Baada ya kupita Bumala, hakikisha umepita Ugunja, hakikisha umesonga umepita Rangala. Shika safari, enda pita Yala, enda kabisa, songa hapo mbele, hapo mahali pa sigara kubwa wanaita namna gani? Luanda, kama mnajua. Pita Luanda, songa, pita daraja mbili, pita Kisumu, endelea safari mpaka ujikute kule Umasaini. Ibrahimu anauliza, "Nako Umasaini hakuna mtu ananijua?" Lakini hakuuliza. Alifunga virago, akafanya nini? Akaondoka, akaenda, asijue anaenda wapi. Kwanza amekuwa mtiifu na ameonyesha imani kubwa. Ameondoka, ameenda. Funga safari, ameenda. Ibrahimu, ishara ya kwanza jinsi mwanadamu kwa msaada wa Mungu ameanza kuingizwa na kuwekwa laini kwa safari ya wokovu, na ameanza kufuata mfano wa Kristo mwenyewe ambaye ameshinda vishawishi mwovu Shetani kwa kuwa mtiifu, kwa kuwa msikilivu. Vivyo hivyo kuna mfano wa wanadamu ambao kweli umeshika mfano na maisha yamekuwa sawa. Leo tunapewa mfano wa Ibrahimu. Ndio sababu katika mazoea ya Kristo, historia ya Kristo, anaitwa baba wa imani. Baba yetu wa imani. Ibrahimu alikubali kutii Mungu na kwenda bila kujali vitisho vilivyokuwepo, kutokuwa na usalama. Aliondoka, akaenda kama Kristo, utiifu. Kristo alipotumwa na Mungu Baba kutoka mbinguni kuja ardhini, alikuja tu, hakusita kujifanya mwanadamu. Alichukua hali yetu ya binadamu, akaja kubatizwa ubatizo wetu, na huo ubatizo ambao utakuwa mateso makali, lakini hakuogopa. Alikuja, atakufa msalabani, lakini hakuogopa. Alikuja, atatokwa na damu, hakuogopa. Alikuja. Sasa usikilivu wa Ibrahimu umeanza kuonyesha mwanadamu ambaye tena ameanza kuvaa upya nguo ya neema na kujiondolea uchi. Ibrahimu anaondoka. Jumapili ya kwanza tunaambiwa tuige mfano wa Ibrahimu katika imani yetu ya Kikristo. Tuko safari ya ukombozi, na kipindi chote kizima cha Kwaresma ni kipindi cha kujitayarisha, kujikumbusha sisi ni maujaji, tuko safarini, tunaenda kukombolewa. Ibrahimu amewekwa mbele zetu kama kielelezo, na hii safari yake, hebu angalia mahali ambapo itamfikisha. Safari ya Ibrahimu itamfikisha juu ya mlima ambao tunazungumziwa katika Injili ya leo. Jumapili iliyopita tumeambia ni Roho Mtakatifu ambaye alimpeleka Yesu Kristo
Na leo Yesu Kristo yuyo huyo ambaye alikuwa amepelekwa na Roho Mtakatifu Jumapili iliyopita, sasa yeye ndiye anawachukua Petro, Yohane na Yakobo. Ni yeye anawapeleka juu ya mlima. Ukombozi umeanza. Kristo ameshinda shetani, shida yake. Sasa amekuja kuchukua mwanadamu, kumuinua ili amfikishe mahali ambapo alikuja ili ampeleke. Kwa nini alikuja kuwa mwanadamu? Ili tuwe kama Mungu. Kwa nini alishuka? Ili na sisi tupae. Leo ametuonyesha vile anataka tupae. Kwa njia gani? Anawapeleka hawa juu ya mlima, na juu ya mlima wanamuona nani? Wanamuona Musa na Eliya pamoja na Yesu Kristo. Musa na Eliya katika Agano la Kale ni wale ambao walikuwa na nafasi nzuri, walikuwa na fursa ya kuonana na Mungu ana kwa ana. Musa alionana na Mungu, Eliya alionana na Mungu, na hao wawili wako juu ya mlima pamoja na Kristo. Wameletwa Petro, Yakobo na Yohane, ikana wanaambiwa, nyinyi ni kama Musa na Eliya ambao walimuona Mungu. Nyinyi watatu mko mbele ya Mungu. Na huyo Mungu ni nani? Ni Yesu. Juu ya mlima amewapeleka, amewaweka juu ya mlima ili mtangamane na Mungu, ili mumuone Mungu. Ni kwa sababu hii Kristo alikuja kutuingiza tena katika umungu. Amewaonjesha wanafunzi hao watatu jinsi itakavyokuwa safari ya mwanadamu inapokamilika. Safari ya mwanadamu aliyekombolewa inakamilika mbele za Mungu. Lakini ili safari yetu ikamilika mbele za Mungu, sikiliza vile Mungu anaagiza, huyo ndiye mwanangu nipendezwaye naye, msikilizeni. Msikilizeni. Wangapi wameshawahi kusikia Yesu Kristo akiongea? Wangapi wameshawahi kusikia Yesu Kristo akiongea? Nao watu wa mahali. Wangapi wameshawahi kusikia Yesu Kristo akiongea? Yesu akiongea wangapi?
nisaidie mtu ambaye alikuwa na njaa. Mimi nilitembelea mgonjwa. Mimi nilitembelea mfungwa katika jela. Nilienda. Ama nilimwona mtenda dhambi nikamtenga. Yesu Kristo anasema hiyo ni sura yangu. Sura yangu, wafungwa, wagonjwa. Ni sura ya nani? Ya Mungu. Wanahitaji msaada wa Kristo. Msaada wa Mungu. Huyo Kristo anataka kutumia miguu yako, mkono yako, kichwa chako, macho yako kuinua watu na kuwarudisha kwake. Msikilizeni. Mungu Baba anasema msikilizeni. Msikilizeni. Tuko kwa njia ya ukombozi nyakati zetu leo. Ninafunga, ninasali, ninasaidia wahitaji. Tuombe Mungu atusaidie kwa njia ya pekee, atujalie neema, ili wakati huu wa Kwaresma uwe wakati wa kweli wa kubadilisha mwenendo wetu. Nataka kuingizwa katika umungu. Nataka tusome mbele Yesu Kristo kama Petro, Yakobo na Yohana. Na Petro akasema, Bwana, tengeneza mahema hapa. Hapa ni pazuri. Siku moja maisha yetu tutakapokufa, tutakuwa tumelala, tutatuende huko. Tumelala. Wengine wakisema niyo maovu ni mihewa. Nero mucho ere mono eri ya nyine. Nduya mayo. Amen. Yesu. Nataka tuwe huko. Kama naomba Yesu huko, ni vizuri kuwa. Mimi sitaki kurudi kwa wapi? Huko chini. Nimefika. Huyo Petro amehisi leo. Ni vizuri kuwa hapa. Sababu anaonana na Mungu uso kwa uso. Kama Musa na Elia. Wale ambao wanataka kuonana na Mungu uso kwa uso kama Musa na Elia, wafanye kama Ibrahimu. Alisikiliza akaondoka. Hakujali naenda wapi, alimwamini Mungu. Na kwa imani, na baba wa imani na mjua leo, aliondoka kabisa. Je, hukuwahi kuna imani? Hukuwahi kuna imani? Hukuwahi kuna imani sana. Hukuwahi kuna imani? Imani inaonekana kwa vitendo. Kwa vitendo. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Mimi nilikuwa nasomea Musa hapo nyuma. Nilikuwa nasomea chini. Sasa wana tunasomea juu kwa mlima. Si ni imani? Ni imani. Alafu mkatengeneza njia ya msalaba pale. Mahali kupigia njia ya msalaba. Kwa pale na groto mmejenga imani. Lakini mnatumia hivi vitu. Mnavitumia. Mnakuja Ekaristi Takatifu. Mnafanya njia ya msalaba. Mnasalimia Mama Maria.